anafanya tendo moja la kinyama la kuamua kuwaua kikatili. Bwana Yesu anawaambia katika uzima wa milele hakuna kuoa wala kuolewa. Ni ambalo unapaswa kulifanya, hata ikiwezekana kumwaga damu yako ili kuitetea imani yako. Unaposikia majina kama Karoli Lwanga, Matiasi Mulumba, Yosefu Mukasa pamoja na ndugu zake wengine ambao ni Luka Banabakintu pamoja na wengine wengi ambao wanatajwa, unapata picha kwamba hawa sio watu wa kawaida, bali ni mashahidi wa Uganda. Mwaka 1878 wamisionari waliingia katika nchi ya Uganda. Hawa wanaitwa wamisionari wa Afrika. Walianza kuhubiri Injili na wengi wao na hata wengine walikuwa ni viongozi wa dola ya kichifu waliongoka na kuwa Wakristo. Nao mwaka 1879 wengi wao walibatizwa. Katika hao wengine walikuwa ni makatekista na wengine walikuwa ni wakuu wa wilaya katika serikali za machifu. Tunaambiwa katika simulizi hili kwamba hawa watakatifu chini ya yule mtawala wa Uganda wakati ule aliitwa Kabaka Mwanga wa Pili, aliona kwamba Ukristo ni tishio kubwa katika nchi yake na utawala na dola yake, na ndiyo sababu tunaona anafanya tendo moja la kinyama la kuamua kuwaua kikatili. Wengine walichomwa kwa moto, wengine walitupwa ziwani, wengine walikatwa viungo na wengine walifanyiwa mambo mabaya. Swala moja ambalo lilitisha ni lile ambalo ni kwenda kinyume na maumbile ya kibinadamu. Mfalme aliwataka wafanye ushoga, lakini wao wakitambua kwamba wanawajibika kumfuata Kristo na maadili ya Kikristo, walikataa kwa moyo mmoja. Mmoja wao Karoli Lwanga, ambaye ndiye aliyekuwa kiongozi, alikuwa anawatia moyo, wakapokea mateso hayo kwa uaminifu mkubwa na uvumilivu wa ajabu ambao watu walishangaa sana. Kwa maneno mengine, tunaweza kusema kwamba hawa ni watu ambao walikubali kumfia Kristo kwa ajili ya kuishi imani yao bila kuogopa hofu ya kifo, maana waliamini kwamba katika Kristo na katika Mungu kunao uzima baada ya kifo. Ndio sababu tunaelezwa katika masimulizi hayo kwamba wakiwa katika moto ule pale Namugongo mnamo tarehe 3 mwezi Juni mwaka ule wa 1886 walikuwa wakiimba nyimbo za kumsifu Mungu. I have decided to follow Jesus. Nimeamua kumfuata Kristo. Hakuna kurudi nyuma, hakuna kurudi nyuma mpaka wakafa. Mama Kanisa katika kumbukizi hii ya mashahidi wa Uganda leo tarehe 3 Juni, Injili ni mwendelezo wa ile Injili ya jana. Injili ya Marko sura ile ya 12 aya ya 18 hadi ya 27. Bwana Yesu anatoa simulizi nzuri na lenye mafundisho makubwa juu ya ufufuo wa wafu. Wapo watu ambao wanaitwa Masadukayo. Wao hawaamini juu ya malaika wala juu ya ufufuo wa wafu. Wanamweleza Yesu simulizi mojawapo kwamba alikuwepo mwanamke mmoja ambaye aliolewa na wanaume 7 mfululizo, lakini kwa bahati mbaya wale wanaume wote walitangulia mbele za haki, walifariki dunia. Lakini hawa Masadukayo wanamhoji Yesu na kumuuliza kwamba kule katika ufufuo wa wafu mbinguni, je, kutakuwa na kuoa au kuolewa, au pengine yule mwanamke atakuwa ni mume kati ya yupi ya wale 7? Bwana Yesu anawaambia katika uzima wa milele hakuna kuoa wala kuolewa, na kuwathibitishia kwamba kuna ufufuo wa wafu. Yesu anasema kwamba maandiko yanataja kwamba Mungu ni Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Mungu wa Yakobo. Hakusema kwamba alikuwa ni Mungu wa Isaka, Ibrahimu na Yakobo, bali ni Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, Mungu walio hai. Hii inamaanisha kwamba babu zao wa imani katika kipindi cha Agano la Kale walikuwa ni wamekufa lakini wanaishi. Ndio sababu Mungu anajitambulisha kwao, anasema yeye ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Wengine wao walikuwa ni Dionizi, Sebugwayo, Ponsiano Ng'ondwe, Andrea Kagwa, Tanasi Bazikuketa, Gonzaga Gonza, Noe Mawagali, Luka Banabakintu, Yakobo Buza Baliwayo,
Gayavira, Ambrosi Kibuka, Anatoli Kirigwayo, Achille Kiwanuka. Hao ni baadhi pia ya ambao walihusika katika mahangaiko na mateso waliokutana nayo kipindi cha mateso ya yule Kabaka Mwanga wa Pili. Wengine ni kama Kizito Mbaga, Mugaga, Mukasa, Adolfo Ludigo, Bruno Serunkuma pamoja na wa mwisho ni Yohani Maria Muzei. Mnamo tarehe 18 mwezi Oktoba mwaka ule wa 1964, Baba Mtakatifu Paulo wa Sita aliwatangaza rasmi kwamba ni watakatifu katika kanisa. Pamoja nao tunaambiwa hawakuwepo pia hao peke yao, walikuwepo pia Waanglikana wapatao 23. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, katika sherehe hii ya watakatifu hawa, kumbukizi ya watakatifu mashahidi wa Uganda, tunajifunza kwamba tunapaswa kumshuhudia Kristo kwa nguvu na imani, tukitambua kwamba mwisho wa maisha yetu hauishii hapa duniani tu. Kifo sio mwisho wa maisha, bali kuna maisha baada ya kifo. Ni kitu gani ambacho unaweza kujifunza katika simulizi la hawa watakatifu wa siku hii ya leo? Je, uko tayari kuishuhudia imani yako, kuishi imani yako, kuishi maadili ya Kikristo na kuhakikisha kwamba haukosi uzima wa milele kutokana na kuyapenda maisha yako? Bwana Yesu mwenyewe alisema kwamba mtu ambaye yuko tayari kuyapoteza maisha yake, yeye atayapokea tena. Je, wewe unafikiri kwamba ni jambo gani ambalo unapaswa kulifanya, hata ikiwezekana kumwaga damu yako ili kuitetea imani yako, na ukitambua kwamba tuzo yake ni kupata uzima wa milele? Naomba uache kwenye komenti hapo chini, alafu baadaye tutaweza kupata kujadiliana kujua ukweli ni upi. Na watakieni kila jema katika kumbukizi hii ya watakatifu mashahidi wa Uganda. Kwa majina ni Isidori Paul Mbuya, ni padri katika parokia ya Mtakatifu Yosefu mume wa Bikira Maria Lunguo. Kwa namna ya pekee nawaalika msiache kulike, kushare na kusubscribe katika Habari Njema Channel ili uendelee kuwa wa kwanza kupokea habari motomoto zinazokujia kupitia matangazo haya. Na kutakia wakati mwema. Mungu akubariki kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Kwaheri.